Mbunge wa jimbo la Itilima mkoani Simiyu, Mheshimiwa Njalu Silanga, amesema miaka minne ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imekuwa ya mafanikio makubwa kiuchumi na kijamii, huku akifungua Tanzania katika diplomasia ya kibiashara na kiuchumi. Mheshimiwa Njalu ameyasema hayo Juni 3 mwaka 2025 nje ya viwanja vya Bunge katika mahojiano maalum na George Marato TV jijini Dodoma. Amesema katika kipindi hicho cha uongozi wa rais wa Tanzania wameshuhudia mabadiliko makubwa katika kila sekta za kijamii na kiuchumi. Kwa miaka minne ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, mafanikio makubwa kwa Watanzania. Kwanza amefungua diplomasia ya kibiashara kati ya nchi za nje na nchi za ndani, lakini hata uchumi wa nchi yetu ukiangalia jinsi gani tunakwenda katika mazingira ambayo tuko kwenye trendi ambayo ni nzuri zaidi. Lakini kubwa zaidi kwenye anga za usafiri, ndege, SGR na maeneo mengine, kufungua njia, miradi mikubwa ambayo imefanyika ndani ya nchi yetu, katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa maana hiyo Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa, na ndio maana tunasema kauli yake aliyoisema, kazi iendelee. Hakuna jambo ambalo limelala, na watu mnaotoka kanda ziwa utaangalia kule Bushishi, Kigongo, utaona daraja kubwa limekamilika na hivi karibuni anaenda kufungua kabla bunge halijavunjwa. Ni mafanikio makubwa sana kwa nchi yetu, lakini mafanikio makubwa sana kwa Mheshimiwa Rais na timu na wasaidizi wake wote kwa jinsi gani ameisimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini na serikali yake kwa maono yake na usimamizi mzuri. Ukienda kwenye elimu, ni elimu katika mazingira ambayo yameendelea kufanyika ni makubwa zaidi. Zimejengwa shule za kiwango ya hali ya juu sana katika taifa letu la Tanzania, shule za ufundi, VETA na maeneo mengine makubwa. Na kubwa hili zaidi anazungumzia kwa vijana wa nchi yake, lakini na kuandaa taifa litakalokuwa bora kwa miaka inayofuata. Kwa hiyo tuna kila la kujivunia kuhakikisha kwamba Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa kwenye nchi. Akizungumzia sekta ya afya, elimu na miundombinu ya barabara, mbunge huyo wa jimbo la Itilima amesema bajeti iliyotengwa ni kubwa, lakini si kutenga kwa bajeti, anakwenda na kwa vitendo, anaona namna gani anafanya hiyo kazi. Ukiangalia katika mkoa wetu wa Simiyu, tumejenga hospitali kubwa ya mkoa, lakini tumejenga hospitali za wilaya, tunajenga hospitali za vituo vya afya. Ukiangalia kwenye jimbo langu la Itilima zaidi ya bilioni 8 karibu 9, na tumefungua zaidi ya vituo zahanati 11 na kituo cha afya, na hivi sasa kuna kituo kingine cha afya ambao kimeletwa katika jimbo letu. Bilioni 85 zimekuja ndani ya miaka yake minne. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuzungumza maendeleo, lakini sio hivyo tu, barabara tumefungua, lakini miradi ya maji na yenyewe, elimu, kila kada zote ambazo za msingi zimefanywa ndani ya utawala wa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tunaendelea kumpongeza na sisi kwa niaba ya wananchi, kwa sababu kazi imefanyika vizuri zaidi, na bunge itakapokuja kuvunjwa ni utaratibu tu, lakini tunaenda kuendelea kuja na mama, lakini kuendelea na kazi kubwa ambayo imefanywa katika taifa letu. Hata hivyo, amesema kwa kazi hii kubwa ambayo imefanywa na serikali ya awamu ya 6 kwa kushirikiana na wabunge na madiwani, CCM ina uhakika mkubwa wa kupata ushindi wa kishindo katika uchaguzi mkuu ujao. Itilima kwanza wana furaha kubwa sana, hasa kwenye utawala wake Mheshimiwa Rais, lakini na mbunge wao, jinsi gani tumeshirikiana kufanya kazi. Na hizi kazi za uwakilishi lazima uwe na timu nzuri, lazima uwe na wananchi wako na waheshimiwa diwani na viti wa vijiji na vitongoji na kada zile zote zinazofanya kazi, watumishi wakiongozwa na mkuu wa wilaya, mkurugenzi. Kazi kubwa imefanyika, na mimi najivunia hivi karibuni Mheshimiwa Rais atakuja katika jimbo langu la Itilima, anakuja kuzindua miradi mikubwa ambayo Watanzania wataiona. Unajua kuna mambo ambayo tunayazungumza wengine kwa vitendo, na Mheshimiwa Rais anasema kazi kwa vitendo, na mimi nisema kazi kwa vitendo, maendeleo bila kubagua. Kwa hiyo tumefanya kazi kubwa katika jimbo la Itilima, lakini katika mkoa wetu wa Simiyu barabara zilikuwa zipitiki. Leo barabara na basi nalala katika kata na tarafa ambazo ni za mbali zaidi. Mtu anatoka Mwanza kwenda na kurudi, analala nyumbani kwake, jambo ambalo halikutarajiwa. Lakini yuko mradi mkubwa wa SGR unapita mara mpaka pale katika mkoa wetu wa Simiyu. Umejengwa kutoka Mwanza unakuja kuungana na Shinyanga, baadaye kuja Isaka na kuungana na huku Tabora. Kwa hiyo ni miradi mikubwa. Wana CCM tuna kila sababu ya kuzungumzia na kujivuna katika majukumu makubwa ya Chama cha Mapinduzi chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alivyosimamia na kuyafanya zaidi. Lakini kubwa zaidi, ushirikiano wa watu wote, na nyinyi mkiwepo vyombo vya habari, kutoa habari njema ambazo zinaweka taifa letu katika mazingira ya kiusalama. Vyombo vya ulinzi na usalama vinafanya kazi yake vizuri sana kwa kuhakikisha nchi inakuwa imetulia na amani inakuwepo, na sisi wananchi walioko chini wanatusikiliza tukizungumza jambo, miradi yote tunaitekeleza kule katika ngazi zetu za chini. Na mimi najivunia kwa maana wananchi wa jimbo la Itilima na mkoa wa Simiyu, tunapokuwa na ajenda ya kusimamia maendeleo huwa turudi nyuma. Ndio furaha kubwa ambayo inatutia na sisi shime
kuendelea kuongoza. Ni jambo zuri ambalo wananchi wanaowaongoza wanajenga imani. Wakishajenga imani na wewe, jambo linakuwa kubwa zaidi. Na imani kubwa sana iko kwa amiri jeshi wetu mkubwa ambaye sasa ndio mwenye maono ya nchi hii. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuendelea kuisifu serikali ya Chama cha Mapinduzi, lakini anayoisimamia na amegusa katika miradi yenye mioyo ya watu. GMTV, Dodoma.